Ndugu Waislamu wapenzi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wa umma huu Bwana Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama, Mtume sallallahu alayhi wasallama anakuwa ndiye mwanadamu wa kwanza, anakuwa ndiye nabii wa kwanza na mtume wa kwanza kuchaguliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuletwa ndani ya ulimwengu huu katika sayari yetu hii inayoitwa dunia, kuja kuleta mabadiliko ndani ya ulimwengu, kuiingiza dunia na kuuingiza ulimwengu huu katika milenium mpya, katika enzi mpya ya science na teknolojia, na kukifanya kizazi cha karne ya 7 kuwa ndiyo kizazi cha karne ya science na teknolojia. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika zile aya 5 alizoteremshiwa akiwa katika al-Jabal al-Hira, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ile aya ya kwanza aliambiwa iqra, soma. Maana yake hii ndiyo enzi mpya, ndiyo milenium mpya ya kusoma ya science na teknolojia. Wazungu wanasema ya kwamba karne ya 7 ndiyo karne ya giza la kiilmu, lakini nawaambia ya kwamba karne ya 7 ndiyo karne ya mwangaza wa kiilmu, ndiyo karne ya science na teknolojia, kwa sababu yale yote yaliyokuwa hayajulikani, hayajasemwa, na yale yote yanayovumbuliwa hivi leo, yanayogunduliwa hivi leo katika hii karne inayosemwa ya kwamba ndiyo karne ya science na teknolojia, karne hii ya 20 na 21, yote haya yalisemwa katika karne ya 7, katika kipindi kile, wakati ule na muda ule na zama zile, mbele ya watu wale na mahali mule, katika mazingira yale ya kijangwa na ya kijahilia. Qur'ani ilipoteremka ndio ikateremka na zile aya 5 za mwanzo zilizomo ndani ya suratul Alaq. Iqra, soma. Asome nini? Kinachotakiwa kusomwa pale hakijasemwa. Anaambiwa iqra bismi rabbika alladhi khalaqa, soma kwa jina la Mola wako aliyeumba. Hapa anafahamishwa ya kwamba ilmu ni moja na chanzo chake ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hii Qur'ani inakuwa ndiyo dira na msingi au na misingi ya science na teknolojia. Qur'ani iliposema kwamba ikra, asoma, maana yake kwamba zile enzi za mazingaombwe za miujiza, kama vile kuchukuliwa fimbo ikatupwa chini akageuka kuwa nyoka mkubwa, kuchukuliwa mtu akatupwa kwenye moto ukateketeza kuni zote, akatoka salama salimini, kwamba wakati ule umekushapita. Hii ni enzi mpya, ni milenium mpya ya kusoma.
Watukufu wa Islam na wapenzi watazamaji, Chuo Kikuu cha Morogoro cha Kiislamu, nimefurahishwa sana wametoa kitabu hiki ambayo inakuwa ndiyo juzuu ya kwanza, ambacho kitabu hiki kinasema ya kwamba Qur'ani msingi na dira ya sayansi na teknolojia. Ni kitabu ambacho ukikisoma kinakufunua macho yako, ukaweza kujua ya kwamba Qur'ani ni kitabu cha namna gani. Kitabu hiki kinakuwa ni kitabu cha wakati wote na muda wote na zama zote, mbele ya watu wote na mahali pote, mpaka mwisho wa ulimwengu huu. Ukitaka kujua ya kwamba Qur'ani ndiyo dira na msingi wa sayansi na teknolojia, ni kutokana na tafiti mbalimbali zilizofanywa na wanasayansi katika yale waliokuja kuyavumbua, kuyagundua. Unaporejea katika Qur'ani, unakuta Qur'ani ilikwishaeleza kwa makarne mengi. Kwa mfano, mwaka 1980 Profesa Tajaten Taksen wa Thailand, huyu pia ni daktari bingwa wa embryology and anatomy katika chuo kikuu cha madaktari cha Thailand, kinaitwa Chiang Mai University College of Medicine. Daktari huyu anakuwa ndiye daktari wa kwanza duniani kuweza kujua na kufahamu ya kwamba maumivu ndani ya mwili wa mwanadamu yanakaa wapi au yanatokea wapi. Daktari huyu alikuja kugundua ya kwamba maumivu ndani ya mwili wa mwanadamu yanakaa katika ngozi, yanatokea ndani ya ngozi, yanapatikana ndani ya ngozi. Huu waliuita ya kwamba ni ugunduzi uliokuwa mkubwa tena wa karne. Lakini alipokuwa yeye anazunguka katika vyuo vikuu mbalimbali duniani na kulieleza jambo hili, ya kwamba wameweza kugundua, wameweza kujua ya kwamba maumivu ndani ya mwili wa mwanadamu kwamba yanakaa katika ngozi, yanatokea katika ngozi. Alipofika katika chuo kikuu cha Riyadh nchini Saudi Arabia, akielezea habari hii, walikuja wakamueleza wasomi wa Qur'ani ya kwamba jambo hili tayari kitabu kitakatifu Al-Qur'anul Karim kilikuwa tayari kimekwisha lieleza jambo hili katika karne ya 7. Katika sura ya 4, surati An-Nisa, katika aya 53, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadhijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adhaba inna Allaha kana azizan hakima. Hakika wale waliokanusha maneno yetu, karibuni tutawaingiza katika moto wa Jahannam, na kila watakapokuwa ndani ya ule moto wa Jahannam
zitakapokuwa zile ngozi zao zinawiva, basi badalnahum juludan ghairaha, tutakuwa tunawabadilishia wao na kuwapa ngozi nyingine, liyadhuqu aladhaba, ili wapate kuendelea kuipata ile adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha kana azizan hakima, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye mwenye nguvu na mwingi wa hikma, na ndiye mwenye hikma. Wakamwonyesha yule daktari. Unakuja kukuta ya kwamba katika ngozi ndimo kulimo kuwepo na zile neva za maumivu ambazo zinakuwa zimeunganishwa na ile ngozi, alafu ile ngozi ikachukuliwa ikaenda ikavikwa katika nyama ikafunikwa na ngozi. Sasa baina ya ngozi na nyama pale katikati ndipo zinapopatikana zile neva za maumivu ambazo zinakuwa zimemzunguka mwanadamu tokea utosini mpaka nyayoni. Na ndiyo maana ukichukua kitu chenye ncha kali ukamchoma mtu kama vile sindano, wakati ule ile sindano inaingia, inapopita katika ngozi, pale ndipo anapoona maumivu. Lakini ile sindano ikipita katika lile tabaka la ngozi ikaenda katika tabaka la nyama, pale hutaona maumivu, kwa sababu inakuwa lile tabaka la kuona maumivu tayari umekwisha lipita. Kwa hiyo maumivu yanakaa katika ngozi, yanatoka katika ngozi. Ukachukua kitu chenye makali kama vile kisu au wembe, ukamkata nao mtu, anapiga kelele, anaona maumivu, ni kwa sababu unakuwa umegusa lile tabaka la maumivu, zile neva za maumivu unakuwa umezigusa. Mtu anakanyaga kaa la moto, anarusha mguu wake, anaona maumivu, ni kwa sababu ule moto unakuwa upo katika lile tabaka la ngozi ambapo ndani yake ndiyo kuna zile neva za maumivu. Qur'ani inakuja kusema ya kwamba kullama nadhijati juluduhum, kila zile ngozi zao zitakapokuwa wale watu wa motoni zimewiva kufikia ile kiasi cha nadhijati, ni kiwango ambacho zinakuwa zile ngozi zimeharibika. Ile ngozi katika kuungua ikifikia kiwango cha nadhijati, inakuwa ile ngozi imekwisha haribika. Pale kama mtu atakuwa hai, basi hatoweza kuona maumivu, kwa sababu kile kinachomfanya yeye aone maumivu kinakuwa tayari kimekwisha ndani ya mwili wake. Daktari huyu alishangazwa sana na maelezo haya ya Qur'ani yaliyoelezwa karne ya 7, karne ambayo inasemwa ndiyo karne ya giza la kielimu. Kipindi hiki ndiyo yalisemwa haya ambayo wao wamekuja kuyagundua katika karne hizi za karibuni tu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatufahamisha ya kwamba watu wa motoni zitakapokuwa zile ngozi zao zimewiva, zimeharibika, basi itakuwa ni badadnahum juludan ghairaha, tutakuwa tunawabadilishia wao ngozi zao na kuwapa ngozi nyingine, ili iwe nini? Liyadhuqu aladhaba, ili wapate kuendelea kupata ule uchungu wa adhabu, kwa sababu uchungu wa adhabu unapatikana katika ngozi. Profesa Tajuddin Thaksin wa Thailand alishangazwa sana na maelezo haya ya Qur'ani na usahihi huu wa Qur'ani ulioelezwa katika karne ya 7. Wapenzi watazamaji, hapa ndipo unapokuja kuona kwamba Qur'ani ni kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala,
na muujiza wake uliokuwa mkubwa ndiyo hii Qur'ani, ambao unakuwa ndiyo muujiza wa kiilmu. Qur'ani pia imeweza kueleza katika sura ya 96 Surat al-Alaq, katika aya ya 19, Qur'ani ikasema, inaelezea habari ya mtu ambaye mwenye kukadhibisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba mtu huyu, Qur'ani ikaja ikasema, nasiyatin kadhibatin khatia, nasiyatin utosi, kadhibatin wenye kusema uongo, khatia wenye kufanya makosa. Wakaja wakaeleza ya kwamba Qur'ani imekosea katika fasihi ya lugha. Inakuwaje kwamba utosi uwe ndiyo wenye kusema uongo, ndiyo wenye kufanya makosa? Kwa nini Qur'ani isiseme kwamba mtu yeye ndiye mwenye kusema uongo, mwenye kufanya makosa? Wakaikosoa Qur'ani katika fasihi ya lugha, wakasema Qur'ani hapa imekosea. Lakini wanatueleza wanasayansi katika kitabu kinachoitwa Essentials of Anatomy and Physiological, elimu ya kanuni ya mwili wa mwanadamu na viungo vya mwili wa mwanadamu. Wanasema ya kwamba kuanzia sehemu hii ya mbele ya bapa la uso la mwanadamu kurudi nyuma kule kisogoni, utakapofika sehemu ile ya utosi, eneo hilo ndilo eneo linalohusika na habari ya kusema uongo, ukandamizaji, dhulma, uonevu, wivu, husda, chuki, kwamba vitu hivyo vinazalishwa hapo, vinatokea hapo katika ubongo wa mwanadamu, katika sehemu hiyo ya utosi. Kwamba ule ubongo wa mwanadamu walikuja kugundua ya kwamba una department mbalimbali, na kila department moja inahusika na kazi maalum. Wakaja wakagundua ya kwamba ilo eneo la kuanzia kwenye bapa la uso kwenda mpaka kwenye utosi, eneo hilo ndilo linalohusika na kusema uongo, kufanya makosa na uonevu. Wakaja wakagundua teknolojia inayoitwa prefrontal area, front of the head. Wakagundua mashine ambayo inakuwa na kifaa. Kile kifaa wakikichukua, wakikiweka juu ya utosi wa mtu, alafu wakawa wanamuuliza maswali na hawamtaki ajibu yale maswali, anyamaze kimya, asifunue mdomo wake. Kunakuwa na skrini kubwa kabisa, wanauona ule ubongo wake. Kwa hiyo wakati anaendelea kuulizwa maswali, atakuwa yule mtu anatafakari ya kwamba hawa wangaliniruhusu mimi kujibu haya maswali, ningaliwajibu hivi. Maana yake kwamba majibu yake angaliyatoa kutoka sehemu fulani. Sasa ndio wanaangalia kupitia ile skrini
wanajua ya kwamba mshale unawaonyesha ya kwamba mtu huyu mungalimruhusu kujibu maswali haya munayomuuliza, majibu yake angaliyatolea hapa. Kwa hiyo wanajua ya kwamba eneo hili la utosi katika kichwa chake yule mtu ndiyo eneo linalohusika na usemaji wa uongo. Wanajua ya kwamba mtu huyu majibu ambayo angaliyajibu ni ya uongo, mtu huyo jambo hili amelifanya. Kwa hiyo wakaja wakaona jinsi Qur'ani ilivyokuwa ni kitabu ambacho hakipitwi na wakati, hakipitwi na muda, hakipitwi na zama. Qur'ani inasema nasiyatin, utosi, kadhibatin, wenye kusema uongo, khatia. Kwa hiyo wakajua ya kwamba eneo hili ndilo linalohusika na usemaji wa uongo. Ndipo walipokuja kuigundua ya kwamba kumbe Qur'ani ilikuwa imekusudia hiyo teknolojia ya prefrontal area, front the head. Wapenzi watazamaji, hii ndiyo Qur'ani, ni kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndiyo maana wenzetu hawa wa chuo kikuu cha Morogoro, kitabu kimeandikwa na Dr. Abillahi Musa Kitota, ambacho ametoa maelezo mengi, ikiwemo mifano kama hii niliyoitoa, kuonyesha ya kwamba Qur'ani ndiyo msingi na dira ya sayansi na teknolojia.